Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wangu wa Islah TV, na kukaribisha tena katika moja ya vipindi vyetu bora kabisa ambavyo tumekuwa tukivirusha hapa katika online yetu hii kwa nia na madhumuni ya kutoa elimu na mchango wetu wa kielimu katika maisha ya wanadamu, hususan katika masala ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia. Ni matumaini yangu mpenzi mtazamaji wangu na hamu kubwa sahizi kwamba leo live tunakwenda kupata nini kwa Dr. Sule. Lakini kikubwa ni tangazo ambalo limeonekana katika mitandao yetu ya kijamii tangu nyakati za mchana kwamba leo tunakwenda kuzungumzia, je, utatambuaje kuwa una dalili za mafanikio? Je, utatambuaje kuwa wewe ni mwenye dalili za mafanikio? Tunazungumza hii kwa sababu tunatamani kuona watu wanatoka katika minyororo ya vifungo inayozuia mafanikio yao. Tunazungumza mada hii kwa sababu tunataka kuona watu wanatoka katika minyororo ya vifungo vya mafanikio katika maisha yao. Kwa kawaida watu wengi wana nyota ya mafanikio, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapokuumba mwanadamu katika maisha yako, unapozaliwa kuna nyota tatu kubwa muhimu anakufanya unazaliwa nazo, au kuna vipaji vitatu muhimu Mwenyezi Mungu anakupa unazaliwa navyo. Cha kwanza nimesema ni kipaji cha kupendwa. Nilisema katika video zilizopita kwamba kipaji cha kwanza mwanadamu, mashangazi, wajomba na familia yote kwa ujumla huanza kufurahi wakiona kwamba mtoto mdogo mzuri kazaliwa, awe wa kike au wa kiume. Haijalishi atakuja kuwa zezeta, haijalishi atakuja kuwa mvuta bangi, haijalishi atakuwa komando, haijalishi atakuwa raisi, haijalishi atakuwa mfanyabiashara, haijalishi atakuwa daktari, haijalishi atakuwa mganga, haijalishi atakuwa askari, whatever, vyovyote itakavyokuwa, mtoto akizaliwa, bila ya kujali baadaye atakuja kuwa nani, jamii humpokea kwa furaha, jamii humpokea kwa kupenda. Baadhi ya makabila hupiga vigelegele, wengine hutambika, wengine hufanya hiki kuonyesha kwa namna gani wanafurahi mtoto amezaliwa, na wengine hubeba zawadi. Mtoto anapozaliwa watu hukusanya zawadi. Kuna wanaobeba nepi, wanaoleta sabuni, wanaoleta mavazi mbalimbali. Kila mmoja hukusanya chake akakileta kwa yule mtoto, akamkabidhi yule mtoto. Hana wema wowote aliyomfanyia mtu, hana zuri lolote alilomfanyia mtu. Ndio kwanza kaja duniani, ndio kwanza yuko duniani, na haijulikani huenda mbele huyo mtoto atakuja kuwa mchawi, ataua hao waliomshika, hao waliomtengenezea mazingira ya kumbembeleza, hao waliomnunulia mavazi. Anaweza kuja kuwa roga, anaweza kuwa jambazi akawapiga visu, anaweza kuwa kibaka akawaibia vitu vyao. Lakini kwa kuwa mtoto anazaliwa na nyota ya kupendwa, nyota namba moja, mtoto akizaliwa watu wote wanampenda. Mtoto akizaliwa watu wote wanampenda. Kwa nini? Kwa sababu amezaliwa na nyota ya kupendwa. Na huu ndio msingi wa maisha. Mtoto amezaliwa na nyota ya kupendwa. Sasa swali linakuja, kama ulipozaliwa ulikuwa na nyota ya kupendwa, watu walifikia mahala wakuletee zawadi, watu walifikia mahala walitamani wakakugombea kukushika, watu walifikia mahala wakawa wanapata fursa za kufanya vitu mbalimbali kwa ajili yako wanafanya hata ambavyo wewe hujaviomba wala hujavisema. Wewe ilikuwa zako kulia, ukifurahi unalia, ukichukia unalia, ukitaka nyonyo unalia, hutaki kubebwa unalia, tumbo linauma unalia, unataka kujisaidia unalia, bali hata ukitaka kulala ulikuwa unalia. Yani lugha yako ilikuwa kulia tu. Lakini watu walikuwa wanakimbizana, wanashughulika kwa ajili yako. Ukilia wao wanatafuta, hicho ni kilio cha furaha, hicho ni kilio cha kukosa nyonyo, hicho ni kilio cha kukosa choo, hicho ni kilio cha nini, au wanataka kulala mtoto. Watu walikimbizana hivyo kwa ajili yako. Swali linakuja, ile nyota uliozaliwa nayo ya kupendwa mpaka unafika miaka 10, 8, 7, pale kwenye umri ambao hata ukifanya tukio baya lenye madhara
wakati mama au baba au mtu mwingine anataka kukuadhibu, lipo kundi linakuja kukutetea. Mtoto huyo msimpige kupitiliza, mtoto huyo atakuwa hajui, malaika huyo. Wengine wafikia mahala wanasema uongo mpaka kuita mtoto malaika wa Mungu. Sijui malaika gani anayekwenda choo na kula, lakini ni hadhi na heshima anayopewa mtoto, kwamba wewe ni mtoto, ni kitu cha thamani sana. Ile hadhi uliokuwa umepewa nayo ukiwa mdogo ndio unayo hivi sasa. Ile heshima uliokuwa unapewa ukiwa mdogo ndio unayo hivi sasa. Ile thamani uliopewa ukiwa mdogo ndio ulionayo hivi sasa. Ile protection, ulinzi uliokuwa unapewa ukiwa mdogo ndio unao hivi sasa. Jibu linaweza kuja kuwa hapana. Swali linakuja, kama hapana, upendo ule umepotea, umekwenda wapi? Ulinzi ule uliokuwa unalindwa umepotea, umekwenda wapi? Thamani ile uliokuwa ukithaminiwa imekwenda wapi? Lazima ujiulize, na ukipata majibu ya vimekwenda wapi, tafuta namna ya kuvirejesha, kwa sababu nature ya maumbo ya mwanadamu ni kupenda. Mwanadamu anatakiwa apendwe. Kwa hiyo nature ya mwanadamu ni kupendwa. Ukiona hupendwi, una shida. Tunakusaidiaje? Vipi unarudi sawa? Mpenzi mtazamaji, haya ndiyo nataka uendelee kujifunza, ili usijibweteke ukaona maisha yako yanakwenda mrama, mapenzi yameondoka kwenye mahusiano, mapenzi yameondoka ya watu kwako kwenye biashara, mapenzi yameondoka kwako kwenye kila kitu. Kwa sababu kwenye biashara, ili ufanye biashara unahitaji mapenzi. Yaani ili wewe uwe mfanya biashara na biashara yako itoke na watu wainunue na wewe upate faida, kwanza wanatakiwa watu wakupende. Wakikupenda wewe, watapenda biashara yako. Wakipenda biashara yako, watainunua. Wakiinunua, wewe utafaidika. Kwa maana ya nini? Kwa maana mwanadamu anahitaji upendo katika kila nyanja. Mtu anapokuchukia, hata mtoto wake anapomtuma kwenda kununua kitu, badala ya kumwambia nenda kwa Mangi duka hili lililo karibu na nyumba, akamwambia nenda kanunulie kule kwa Mpemba, kaninunulie kule kwa Mpemba. Nenda dukani kwa Mkinga pale ukaninunulie. Bwana nenda kwa Ngosha, kaninunulie kwa Ngosha. Yaani mama anatoa maelekezo. Sabuni, unga, sukari na biashara nyingine yoyote, mama anatoa maelekezo, kaninunulie kwa Ngosha. Wakati duka la Mangi liko hapo hapo karibu naye. Kwa nini anaeleza? Wewe umepoteza upendo. Yaani wewe mwenye duka umepoteza upendo. Yaani sasa thamani yako haipo. Unafanya biashara, lakini ile haiba ya kuvutia watu kununua biashara yako haipo. Umekwenda wapi upendo? Yawezekana wewe ni msomi, unatafuta kazi na vyeti unavyo. Ule upendo wa utotoni ushaondoka, ule haupo tena. Watu hawakupendi kwa thamani ile. Unafanya application, unaomba kazi, mnaitwa kwenye usaili, unafika kwenye usaili, marks zinakubali, qualification zako kwenye vyeti ziko sawa, lakini kazi hupati. Unaachwa namba 1, anachaguliwa namba 2, anachaguliwa namba 3. Ukiuliza kwa nini, hakuna majibu. Yaani umechukiwa tu ile na bodi iliyofanya usaili, ile timu iliyokufanyia usaili, automatically tu watu wamekuchukia, wamekutoa, japo una kila kigezo, lakini umeondolewa. Kwa nini? Upendo umeondoka. Swali, ule upendo uliokuwa nao utotoni, ambao watu walikuwa wanakuletea zawadi, watu walikuwa wanakugombea kukushika, mbona sasa haupo wakusaidie kupata kazi? Mbona sasa watu wa kukupa kazi wanakukimbia? Mbona sasa watu wa kufanya biashara na wewe wanakukimbia? Hii ni dalili kwamba wewe umepoteza upendo. Sasa unapopoteza upendo, biashara haiwezi kwenda. Unapopoteza upendo, mahusiano hayawezi kusimama. Ndiyo maana leo kuna baadhi ya watu mahusiano hayasimami. Anapeleka barua mahala, hakubaliwi. Ana approach mwanamume au mwanamke, hakubaliwi. Akipata mwanamke hawezi kuishi naye.
Yani upendo. Mwanamke anaweza kukubali kuwa na wewe katika mahusiano, au mwanamume kuwa na wewe katika mahusiano, akakutongoza mwenyewe, ukakubali, tena ukamzungusha zungusha, mwisho sema basi ngoja nikubali, naona huyu anania, huenda tukaishi pamoja, huenda nikawa na future nzuri ya maisha. Siku tu atakapo kuchojoa nguo, yani ndio simu yake mnaagana. Ukimpigia simu, niko bize, samahani usinitafute. Ukilazimisha, mimi na mke wangu usinivunjie ndoa. Wakati anakutongoza alikuwa hajui kuwa ana mke. Wakati anakuapproach alikuwa hajui kuwa ana familia. Nini kilikuwa kinamfanya muda wote anakutafuta kwenye simu? Nini kilikuwa kinamfanya muda wote anakutext message? Nini kinamfanya muda wote alikuwa anakubembeleza kwa maneno mazuri? Sasa kinachomzuia leo mapenzi ni kuwa na wewe karibu ni nini? Mapenzi yameondoka. Mapenzi yameondoka. Mapenzi yakiondoka, mahusiano yanaparaganyika. Mapenzi yakiondoka, ndoa inavunjika. Mapenzi yakiondoka, urafiki unaparaganyika. Mapenzi yakiondoka, ndugu mnauana. Mapenzi yakiondoka, mzazi anamtolea radhi mtoto. Mapenzi yakiondoka, mtoto anampiga kisu au silaha mamake na kumuua, au baba yake au ndugu yake. Mapenzi yakiondoka, kila kitu kinaharibika. Sasa nyote ya mapenzi uliumbwa nayo. Leo kuna maisha hauko nayo vile. Nini kimesababisha? Mapenzi yameondoka. Nani kayaondoa mapenzi? Yamekwenda wapi? Vipi unaweza kuyarudisha? Hiyo ndio dalili ya kukusaidia kujua namna gani utakwenda kufaidika, namna gani utakwenda kujinasua kutoka katika matatizo katika maisha yako. Ndio maana nikasema ni muhimu sana kujifunza. Mada hizi tunapozizungumza kwa jamii, tunataka watu wajifunze, watu wafahamu. Hayo maisha unayoishi leo sio maisha yako. Hayo sio maisha aliyokuumba nayo Mungu ukiwa mdogo. Hayo maisha unayofanya leo unabangaiza hela kula sio maisha aliyokupangia Mungu hayo. We, Mungu alikupangia upate riziki. Mbona ulipokuwa mdogo ulikuwa unakula unachotaka? Kuna watu walijinyima ili wakupe we ule. Leo kwa nini watu wanatupa lakini we ukose? Yani uko wakati ulipokuwa mdogo watu walijinyima. Yani mtu anashinda njaa ili we ule. Mtu anaacha kula chakula cha jioni ili we ule, ushibe kwanza uridhike. Lakini yule uliokuwa watu wanaacha vyakula kwa ajili yako, leo kuna watu wanasaza vyakula, wanamwaga na hawakukumbuki. Leo kuna watu wana pesa kwenye akaunti wanazifanyia mambo ya ovyo na hawakusaidii. Huenda ukawa babake, ukawa mamake, ukawa kakake, ukawa ndugu yake, ukawa mjomba, familia, family friend, rafiki na kadhalika. Yule ambaye ulimsaidia kipindi ambacho anaanza maisha. Kuna watu walikuwa na uchumi, wana maisha mazuri, wakawasaidia watu, mtu akawa mfanyakazi, akawa mfanya biashara, akawa mtu maarufu na kadhalika na kadhalika. Lakini baada tu ya yule mtu kupata mafanikio na huyo aliyemfikisha hapo kuwa na uchumi mgumu, hata kukumbuka hakukumbuki. Swali najiuliza, yale mapenzi yanayozuia wewe usikumbukwe na wema wote uliowafanyia hawa watu ni kitu gani? Haya yanatokea kwa ajili ya nini? Mapenzi yameondoka. Ndio maana nikasema nyota ya kwanza mwanadamu anayoumbwa nayo katika maisha yake huwa ni nyota ya mapenzi. Swali, nyota ya mapenzi kwako bado ipo? Kama haipo, nani kaiharibu? Imeharibiwaje? Na unapata dalili gani za kujua nyota yako imeharibiwa? Naomba unisikilize vizuri na uwe pamoja nami katika safari yetu hii. Na ikiwa unataka kujua kwa kina, kwa upana, kwa uelewa zaidi, pengine maelezo yamekukanganya, njoo nikusaidie kwa kutumia namba za simu zifuatazo. Utanipigia namba hizi za simu, utawasiliana na mimi, tutapanga utaratibu, yale yanayokuwa sababu tutayaondosha. Wewe ambaye unafungwa, mambo yako hayaendi, gharama ndogo sana. Si hatuna gharama kubwa kwenye matibabu. Gharama ndogo sana kukufungua Mungu akipenda. Labda tatizo liwe kubwa sana, hakuna namna, tutalitreat kulingana na ukubwa wake. Lakini mengi madogo madogo, mimi nakushauri njoo tukusaidie kuondoa hivi vikwazo. Na namna ya kunipata, usipite mikononi mwa matapeli, usipite mikononi mwa wajanja. Usije ukaona bango lina sura Dr. Sule, namba ziko chini, unapiga simu, jina linatokea hakuna neno Sule. Huyo ni tapeli, muongo, achana naye, usikubali kufanya hivyo. Njia bora, nipigie kwa namba za simu zifuatazo: 0748 800 400.
nitairudia namba 0748 hii namba ya kwanza. Namba ya pili ni 0710 hii namba ya pili 0710 Namba hizi mbili 0710 na 0748 kwa wale wanaoishi nje ya nchi, unaweza ukaanza na alama ya kujumlisha 255, yani plus 255, unaondoa 0, unaendelea na 7, ima 748 ima 710, alafu namba zinazofuata ni 800 400. Ukipiga namba hizi utawasiliana mimi, utanipa maelezo yako, tutajua namna ya kusaidiana. Natamani mimi dunia nzima kila mtu ajue wapi alipojikwaa na nini madhara kilichomfanya ajikwae na vipi anatatua tatizo la kujikwaa na anarudi katika hali yake. Ndio maana natoa elimu hii kwenu kwa uhuru na ufasaha na upana ili wewe ufanikiwe. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyo ada na desturi, baada ya dakika chache za mazungumzo tunapata fursa kidogo, wadhamini wetu wanatupa taarifa kuhusiana na taarifa za Islah Islamic Foundation, ambao wamiliki wa vituo vya Islah Islamic Dua Center inayopatikana hapa katika mji wa Dar es Salaam, sehemu ya Ilala Bungoni, barabara ya Sheikh Shamba, nyumba namba 3, moja ya kituo cha tiba na dua na visomo kinachotoa huduma za matibabu ya kibiolojia na yasiyokuwa ya kibiolojia. Tuwasikilize wadhamini wetu, kisha tutarudi hapa kuja kuendelea katika sehemu inayofuata. Kumbuka, ofisi zetu za Dar es Salaam ziko wazi muda wote. Kwa wenye changamoto mbalimbali, tafadhali fika tukuhudumie. Tupo Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Linapokuja swala la afya yako, Islah Islamic Dua Center ndio kimbilio lako. Huduma bora ni jukumu letu. Nyote mnakaribishwa. Karibu tena mpenzi mtazamaji wangu katika kipindi hiki muhimu kabisa ambacho tumekuwa tukizungumzia vipi unaweza kutambua dalili za kuwa wewe ni mtu mwenye mafanikio. Lakini kabla ya kuzitambua dalili za kuwa wewe ni mtu mwenye mafanikio, mpaka unalazimika kuzitafuta dalili, maana yake hayo mafanikio wewe hujayapata. Ukiona nalazimika kukufundisha dalili za mtu mwenye mafanikio, maana yake wewe mafanikio huna, yani hujayapata. Wewe bado unajitafuta. Vijana wa mjini wanasema wewe bado unajitafuta. Sasa kama bado unajitafuta na una dalili za mafanikio, lazima kuna kitu kinachozuia usiwe na mafanikio, badala yake unabaki na dalili za mafanikio. Sasa dalili za mafanikio si mafanikio. Dalili za mvua si mvua. Mawingu ya kitanda katika anga yanaashiria kunyesha kwa mvua. Lakini mvua ili inyeshe, lazima yale mawingu yaachie maji. Yakinyesha yale maji ndio inaitwa mvua. Ikatokea upepo ukasukuma yale mawingu ukayahamisha pale yalipotanda, ile mvua haitanyesha pale, itakwenda kunyesha sehemu nyingine. Hii ndio mfano wa maisha mazuri au mafanikio katika maisha. Unapopata dalili zile za mafanikio, ili uwe umezipata na kuzitumikia, ni lazima yale mafanikio uyapate kutoka katika zile dalili za mafanikio. Lakini ukabaki na dalili bila mafanikio, upepo wa sihiri kwa maana ya uchawi, upepo wa majini wachafu, upepo wa mizimu mibaya, upepo wa hasadi, upepo wa fitina, upepo wa chuki, unaweza kusukuma wimbi la mafanikio yako. Badala ya kunyeshewa na mafanikio katika maisha, wimbi likaenda likanyesha kwa watu wengine, ukajikuta wewe maisha yako unabaki tu na dalili za mafanikio lakini hauna mafanikio. Sasa katika maudhui hii nitakwenda mwishoni kuzungumzia dalili 19 au 20 za mtu mwenye mafanikio. Nitazizungumza, lakini kabla ya hapo nitazizungumza pia dalili 18 au 19 za mtu anayezuiwa mafanikio. Yani wewe kujijua, mimi sasa na kitu kinazuia mafanikio. Nini hicho? Hivi hizi ndoto za mafanikio zote ninazoziota hazitimii.
changamoto, chanzo na sababu ya haya ni nini? Nitakwenda kukuonesha, nitakwenda kukuelekeza, nitakwenda kukuambia na nitakwenda kukupa maelezo kwa kina kabisa baada ya maudhui hii katika hatua inayofuata. Hapo nitakwenda kukuelekeza, na kwenda kukuelekeza nitakutajia dalili zinazoweza kuzuia zile dalili za mafanikio zisiwe mafanikio. Nitakutajia dalili 18 au 19 ama 20 muda ukitosha, zinazozuia dalili za mafanikio yasiwe mafanikio na ukabaki na dalili za mafanikio badala ya kuwa na mafanikio. Hiki ndicho ambacho nitakwenda kukifanya, mpenzi mtazamaji wangu, ili ufaidike nacho, ili upate kufahamu, ili upate kujua. Mpenzi mtazamaji, nimesema jambo la pili ambalo mwanadamu anapozaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yake, baada ya upendo huzaliwa na bahati ya mafanikio. Cha kwanza huwa ni upendo, cha pili huwa ni mafanikio. Kupendwa ndio ile hali watu walikuwa wanashangilia wakati uko mtoto, wanafurahia. Mafanikio na uchumi ndio ile hali ilikuwa inafanya hao wenye kukupenda hawa, hata yule asiye nacho, bibi yuko shamba kule, hana kitu, hana uwezo wa kununua nepi, hana uwezo wa kununua mbeleko. Zamani si tuliozaliwa zamani tumebeba kwenye mbeleko. Nyi wenzetu siku hizi mbeleko hamzijui. Si zamani mama akijifungua mtoto, baba anakwenda kukata mbeleko 2. Moja rangi ya blue, moja rangi ya kijani. Hizo za kubebewa mtoto hizo zina heshima, na hizo mbeleko 2, moja ile unaovaa kile unaobebewa kila siku ambayo unapiga vinyesi na nini, hiyo inaweza kasifuliwa hata na mandeleti ya shamba yale, masabuni ya pori. Alafu kuna ile moja mpya, hiyo inawekwa tu. Hiyo mama anakubebea wakati unasafiri. Mnatoka mnapenda kwenye gari, mama anakupiga kwa pani, piga mgongoni, akupiga kifuani, maisha yanakwenda. Sasa watoto wa siku hizi mambo ya mbeleko mnaweza kuwa hamyajui, lakini sisi tumepita huko miaka ya 50 kweusi huko, tunajua habari ya kulala kwenye mbeleko ya kina mama. Sasa nini nataka nikwambie? Nachotaka nikwambie ni kwamba mwanadamu baada ya upendo, yani akizaliwa anazaliwa na nyota ya upendo. Baada ya nyota ya upendo, mwanadamu anazaliwa na nyota ya mafanikio, nyota ya kipato. Wewe mtazamaji wangu, nataka nikwambie ukweli. Umaskini Mungu hajakupanga, umaskini Mungu hajakupangia. Japo kuwa umaskini ni mpango wa Mungu, lakini umaskini hajampangia mtu yoyote. Umaskini ni mpango wa Mungu kama ulivyo. Kama ulivyo moto ni mpango wa Mungu, waasi wataingia, ndivyo umaskini ulivyo mpango wa Mungu, wazembe wataingia na waliotengenezewa ajali za ghafla wataingia. Kwa umaskini ni mpango wa Mungu kwa sababu kaamua kuwepo maskini na matajiri. Lakini kuingia kwenye dimbwi la umaskini ni mambo mawili. Ima uzembe wako binafsi wa maisha, au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusalitishia viumbe wabovu wa kukuharibia maisha ukabaki kuwa maskini. Sasa unatakiwa ujinasue, unatakiwa ujitoe, na namna ya kujitoa, kwanza usiwe mvivu, manake upambane kutafuta maisha. Lakini la pili, sio tu kujinasua, kujitoa. La pili, unatakiwa ufike mahala ujue kama kuna mtu anasababisha au kitu kinasababisha wewe kuwa maskini, wewe kuwa na hali mbaya kiuchumi. Ukitoe hicho kitu, ujikwamue, ukikane hicho kitu, yani wewe uishi kivyako na hicho kitu kibaki kivyake. Hii ndio kanuni ya kujichomoa katika dimbwi la umaskini. Sasa wakati uko mtoto, watu walibeba zawadi wakakuletea, watu walichukua vitu wakakuletea, watu walikupa chakula wakakuletea ukala. Leo unatafuta kazi hupati, unatafuta biashara inagoma, unatafuta wateja wanakataa, unatafuta madili yanakataa, kila unachojaribu kinakataa. Swali la kujiuliza, hiki kinachofanya kikatae ni nini? Wewe umepoteza ile nyota yako ya bahati. Nyota yako ya bahati na mafanikio imeondolewa, ambayo Mungu alikuumba nayo. Kama ambavyo ulikuwa unaletewa chakula na makundi kwa makundi na watu wanaacha wao kula ili wakulishe wewe, ulipaswa ukiwa mkubwa, kila unachokifanya riziki ziingie makundi kwa makundi. Uwe na pesa nyingi za kukidhi haja ya maisha yako kama ulivyokuwa na riziki nyingi za kukidhi haja ya maisha yako ulipokuwa mtoto. Maana ulipokuwa mtoto ulikuwa unakula mpaka unasaza.
Uji wako unakula mpaka mwingine unabaki mle kwenye sufuria. Maziwa yako unakunywa mpaka mengine yanabaki kwenye chupa. Lishe yako unakula, maji yako unakunywa mpaka vinabaki kwenye ziada. Leo ulitakiwa uwe na kipato ambacho unaweza kujitibu, unaweza kujihudumia na mavazi, unaweza kuwa na nyumba nzuri ya kulala, unaweza kuwa na magari nzuri ya kutembelea, unaweza kuwa na mavazi mazuri, una kila kitu kizuri, alafu kuwe na kilichosaza pembeni, ili ikitokea dharura yote utasaidia jamaa, utafungua miradi mingine, utafungua biashara. Lakini haipo hivyo. Leo wewe ndo maskini wa kutupwa, wewe leo ndio maisha yako magumu. Nini, nani na ipi sababu imekufikisha hapo? Ndio maana nikasema tunakwenda kuzungumzia dalili za watu wenye mafanikio. Utazijuaje dalili za watu wenye mafanikio? Ni kupata baadhi ya bishara, na nilizitaja katika vipindi vya nyuma, na leo nitagusa chache ili nikazungumzie sasa nini kinazuia hizi dalili za mafanikio zisiwe mafanikio yenyewe. Kama ambavyo wingu linatanda kisha linyeshi kwa sababu mvua imezuiwa na upepo umepiga wingu likaondoka, vivyo hivyo mafanikio yako yanaweza kuhama kutoka kwako kwenda mahali pengine ikiwa yatapigwa kikumbo na maadui zako. Vitu gani vinaweza kusababisha mafanikio yasikufikie? Hii nitaieleza mbele, lakini kwanza nataka nikutajie dalili gani za kujitambua kwamba wewe ni mtu mwenye mafanikio. Tazitaja chache, 5, 6, 8 kadiri nitakavyoweza. Dalili ya kwanza ya kujijua wewe ni mtu mwenye mafanikio katika maisha yako, cha kwanza kabisa, utapata ndoto zinazoashiria mafanikio. Utapata ndoto zinazoashiria mafanikio. Miongoni mwa ndoto hizo, kuwa unapewa pesa, ima na mtu au na mtu aliyefariki au yuko hai, na mara nyingi ndoto hii inapokuja kile kitu unapata kweli. Ile ndoto inakuwa jambo kweli, linakuwa tukio kweli. Uliota unapewa pesa, asubuhi baada ya siku 2 siku 3 unapata pesa. Dalili nyingine wengine huwa ni kuwasha mikono na jicho kucheza. Mfano, kucheza jicho la kulia chini likawa linacheza sana. Baadhi ya watu akiona dalili hii ya kucheza jicho la chini, basi upande wa kulia, huyu anatarajia kupata pesa. Kesho kutwa anapata pesa, hata kama isiwe nyingi, lakini hatapata. Sasa kuwa nyingi ni kitu kingine na kuipata ni kitu kingine. Kile kitendo cha kuona jicho linacheza au kuota mtu anakupa pesa kisha ukapata kweli pesa, hiyo ni dalili kuwa wewe ni mtu mwenye mafanikio. Udogo na uchache wa kile unachokipata unatokana na wingu lililosukuma mafanikio yako, linalosababishwa ima na uchawi ama na majini wachafu au na mizimu mibaya au na hasadi katika maisha yako. Dalili nyingine ni kuwasha mkono. Kuna baadhi ya watu katika kiganja anawashwa na mkono. Akiwashwa na mkono, yeye tayari siku hiyo anapata pesa. Anajikuna siku 2 3 anapata pesa. Ukiona una dalili ya kuwashwa na viganja kisha unapata kweli pesa, wewe una dalili ya mafanikio. Isipokuwa mafanikio yako yanapigwa na wimbi linalotokana na upepo unaosababisha kufunga mambo yako, upepo unaosababishwa na uchawi, hasadi na vitu vingine ambavyo vinakwenda kuharibu maisha yako. Dalili nyingine ni mtu kuhisi. Kuna baadhi ya watu leo akikaa tu anahisi mimi napata hela. Yani hisia, ana image katika mwili wake kwamba mimi nakwenda kupata pesa. Zile hisia za kuwa atapata pesa zinakwenda kuwa pesa kweli. Lile wazo la kuwa nakwenda kupata pesa, kuna baadhi ya watu zinakuwa pesa kweli. Ana image kwamba anapata pesa, na kweli baada ya siku 1 2 from nowhere, hakuwa na mpango, hakuwa na biashara, hakujipanga, anakuja mtu na anapata pesa. Haijalishi kikubwa au kidogo, lakini madhari kakipata kutokana na zile hisia zake na imekuwa. Huyu ni mtu mwenye dalili za mafanikio. Ila yawezekana anachopata ni kidogo, anakipata kwa manati, yani akivuta leo mpaka kesho, akivuta leo mpaka mwaka ujao, akivuta leo mpaka miaka 5. Ni wimbi tu la upepo wa hasadi, uchawi, mizimu mibaya au majini wabaya wanaozuia asifanikiwe.
Sasa hizi ni baadhi ya dalili na ziko nyingi. Dalili nyingine ni kama vile kupaka kinyesi mwili, kujihisi mwili una kinyesi, ukajiona umetapaka kinyesi, au unajisaidia pale, ukijisaidia unajitapakaa, basi hii ni dalili kwamba wewe ni miongoni mwa watu wenye mafanikio. Yani wewe una nyota ya mafanikio. Na ziko dalili nyingi za kuthibitisha wewe una nyota za mafanikio. Nyingine unazo mwenyewe hapo, kwa sababu kuna baadhi ya watu akijaribu biashara imo. Kuna watu kujua ili ana nyota, yeye akijaribu biashara yote imo, inafanikiwa. Akienda kwenye duka la mtu kushinda, huyo mtu anauza mpaka anasahau. Akianzisha uhusiano na mtu, huyo mtu muda mfupi tu alikuwa maskini, mara maisha yamepanda, huyo maisha yamekuwa mazuri. Akianza urafiki na mtu, muda mfupi tu huyo rafiki kafanikiwa. Ujijue wewe ni mtu mwenye nyota ya mafanikio, ila umekuwa daraja ya mafanikio ya watu badala ya kuwa mafanikio ya kwako mwenyewe. Ndio maana nikasema lazima basi tuguse angalau kidogo dalili za mtu mwenye mafanikio ili ajitambue, alafu baada ya hapo tumueleze nini kinachoweza kuzuia kuyafikia hayo mafanikio kwa wakati, kwa kiwango na kwa namna anayoitaka, tena kwa haraka zaidi. Mpenzi mtazamaji, ikiwa unataka kufahamu zaidi haya tunayasema, au na mengine unatamani msaada kutoka kwetu, unahitaji maelekezo zaidi ili kufanikiwa na kutatua changamoto za maisha zinazokuzunguka, usipate tabu. Usiingie kwenye mikono ya wajanja na matapeli. Utanipigia simu kwa namba nitakazozitaja. Namba hizi utawasiliana na mimi mwenyewe moja kwa moja, na namba hizi mwisho wa kipindi ndio watu wataruhusiwa kupiga simu na kueleza mambo mbalimbali wanayoyatarajia na wanayoyataka. Namba hizi zitatumika mwisho kupiga simu. Kwa wale waliopo nje ya nchi, ukipiga WhatsApp na huku simu ni nyingi, ile ya kwako itakatwa na hatutakusikia. Natoa ombi kwa watu walio nje ya nchi. Kama una jambo lolote unataka kuchangia au kuuliza au kujieleza, kwenye namba hii nitakayoitaja hapa, utatuma voice, usitexti. Unajua kutexti sometimes nikisoma mtu anaweza kuona ni swali tumelitunga. Utatuma voice. Ukiona haikusumbui, taja jina lako na mahala unapotoka. Ukiona kufanya hivyo inaweza kukupa wakati mgumu, we taja jina lako moja tu, alafu elezea shida yako au unachotaka kujua. Nijue tu naongea na bwana fulani, nisiwe naongea na mtu, niongee tu na bwana fulani. Kwa hiyo utataja jina lako moja, alafu utatiririka kueleza kile unachokusudia, lakini voice iwe fupi, isiwe ndefu. Voice note dakika 2 tunaisikiliza tu, hapana. Fanya maelezo mafupi, voice note fupi, ili tuisikilize kisha tuijibu, tukusaidie zaidi. Tukiona unahitaji msaada zaidi baada ya kipindi, kwa namba ile ile tutakupigia, tutakupa maelekezo na utajifunza mengi. Namba za kupiga ni hizi: 0784 nitarudia namba 0748 800. Hiyo namba ya kwanza, ambayo ukiwa nje ya nchi utatoa hii 0, itabaki 7, alafu utatanguliza 255, alama ya kujumlisha 255 784 800. Namba yetu ya pili ni 0710 800 400, ambayo nayo utaanza na alama ya kujumlisha ukiwa nje ya nchi, alama ya kujumlisha 255 710 800 400. Ukipiga namba hizi utanipa nafasi nzuri ya kuzungumza nawe, na kwa wewe uliye nje ya nchi, rekodi voice note fupi ili nipe mwongozo wa namna ya kukusaidia. Lakini pia kama ilivyo ada na desturi, naona wadhamini wetu hapa wamekuwa wakinishika shati, wanatamani kuwapa ujumbe ili kufika katika kituo bora na cha uhakika cha kimatibabu kinachotibu magonjwa ya kibiolojia na siokuwa kibiolojia. Hapa tunatibu pressure. Kuna watu mnadanganyana, pressure haiponi. Wallahi pressure inapona Mungu akipenda. Labda Mungu akadirie ufe, lakini pressure inapona. Na sisi dawa ya pressure tunayo, na utatumia kwa muda wa wiki 4. Pressure itakwisha hata kama ilikuwa ya miaka 20. Wale wanaotaka kuamini njoo, na gharama ya tiba ya pressure kwetu ni 200,000.
leo naipasua jipo kabisa. Gharama ya tiba ya presha kwetu ni 2,10,000. 2,10,000. Njoo tukutibu presha, utapona, itaisha kabisa. Sasa wewe jibange jebe, yani jichange change, tafuta 2,10,000 njoo utapona presha. Lakini tuna tiba ya kisukari. Tuna tiba ya kisukari ya uhakika kabisa, dawa ya sukari na sukari inapona. Dozi ya sukari ni 2,50,000. Dozi ya sukari ni 2,50,000. Unatibiwa na sukari inapona. Jichange, mwezi mmoja tunakupa dawa. Kapime hospitali yoyote unayotaka, biidhnillah sukari itapona. Iwe ya kurithi, iwe ya mawazo, iwe ya kurogwa, iwe hiyo presha ya kurithi, presha ya mawazo, presha ya kurogwa, tutakupima, tutakupa dawa na utapona. Lakini kubwa zaidi, hapa tuna vipimo vya uhakika vinavyoweza kupima maradhi ya mwili wako wote, hata yale unayoumwa kwa faragha we na mkeo, ambayo akijua siri akiitoa mkeo tu, yale pia tunayapima na tutayaona na tutakupa tiba. Uzuri tuna madaktari waliobobea katika tiba, wenye uhakika katika matibabu. Sikiliza tangazo, kisha tutarudi hapa baada ya muda kuendelea na maudhui yetu. Utajuaje kuwa una dalili za mafanikio? Kumbuka, ofisi zetu za Dar es Salaam ziko wazi muda wote. Kwa wenye changamoto mbalimbali, tafadhali fika tukuhudumie. Tupo Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Linapokuja swala la afya yako, Islah Islamic Dua Center ndio kimbilio lako. Huduma bora ni jukumu letu. Nyote mnakaribishwa. Naam, mpenzi, karibu tena mpenzi mtazamaji katika muendelezo wa kipindi chetu ambacho leo tumekuwa tukizungumzia, je, utajitambuaje kuwa una dalili za mafanikio? Na tunajaribu kudadavua kwa kina kuona ni kwa nini hupati mafanikio, nini kinazuia mafanikio, dalili kwa nini hazitimii, kwa nini dalili haziwi matokeo kamili ya mafanikio, badala yake zimekuwa ni kitu cha ziada. Haya yote utayapata kwenye kipindi hiki ambacho leo nimeamua kukuwekea hapa live katika TV yetu ya Islah TV ambayo inasimamiwa na Islah Company Tanzania Limited na Islah Islamic Foundation. Mpenzi mtazamaji, nimesema katika maelezo yangu ya awali kwamba wanadamu wengi wana dalili za mafanikio, lakini mwisho hayafikii mafanikio. Wanashindwa kufikia mafanikio kwa sababu kuna upepo unaovuma unaozuia na kuyahamisha mafanikio kuyapeleka pengine. Na kama wewe ni miongoni mwao, usisite, tupigie namba za simu 0748 800 400 au 0710 Namba hizi zitatutosha kutupata na kukupa maelezo kamili juu ya nini hasa cha kufanya ili uende kupata hayo mafanikio, yasibaki kuwa dalili bali yawe kitu halisi katika maisha yako. Mpenzi mtazamaji, watu wengi wanatamani kufikia malengo na wanajaribu mbinu mbalimbali za utafutaji. Wako wanaojiingiza kwenye mikopo, wapo wanaoingiza kwenye kilimo, wapo wanaofanya kazi, wapo wanaofanya biashara, wapo wanaofuga, wapo wanaolima. Lakini ukitazama kundi kubwa linalopambana kutafuta maisha, wengi wanabaki na hali ya udhaifu na udhalili wa umaskini na unyonge wa umaskini, na kundi la watu wachache ndio wanafikia mafanikio na malengo. Mwisho wa siku kuna watu wanadhani kuna watu maalum Mungu ndo kawaandika wawe matajiri, wawe na pesa ya kubadilishia mboga. Brother, sister, mother, father, hakuna hiyo kitu. Nakwambia hakuna hiyo kitu. Mafanikio hata wewe unayo na unaweza kuyafikia ukipata mtu sahihi wa kukusaidia kuvuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine na kukuonyesha njia halisi ya kupita ili kuyafikia mafanikio. Kuyafikia mafanikio ni safari. Lazima upite njia halisi na kwa uhakika na uyafuate na kuyachukua kwa wakati. Mpenzi mtazamaji, vipi unaweza ukatambua kwamba wewe una dalili za kuwa una vitu vibaya vinavyozuia mafanikio? Vitu vinavyozuia mafanikio vimegawika katika makundi 3 au 4. Vitu vinavyozuia mafanikio, yani ujumla wa upepo, yani kisema upepo wa kuzuia dalili za mafanikio isiwe mafanikio, viko vitu 4
Vitu vinne ndio upepo mbaya unaozuia zile dalili za mafanikio zisiwe machuadi, zisiwe zimekomaa na zikawa zimeiva, zikawa tayari kuwa ni mafanikio. Yani zile Mungu alivyoumba hivi vitu vinne hivi, ndiyo sababu mafanikio hayasimami. Vitu vinne au vitano hivyo muhimu sana, ukivijua hivyo vitakusaidia. Cha kwanza, fitina. Fitina ndo adui namba moja wa mafanikio. Kama unakwenda kwenye mafanikio, kutafuta kitu cha mafanikio, na kuna mtu atatanguliza fitina kabla mafanikio, au lile jambo la mafanikio halija kupata, kuna posibilite kubwa sana wewe ukayakosa mafanikio. Na watu wengi wamekosa mafanikio kwa fitina. Kuna watu wamekosa kazi kwa fitina tu, ana kila kitu, lakini kuna mtu aliingiza fitina, kazi akakosa. Kuna watu walikosa mume au mke kwa fitina tu, walikubaliana kila kitu, lakini ulipofika muda karibu na ndoa ilipigwa fitina, ndoa ikavunjika. Kuna watu waliingiza fitina kwenye marafiki, mtu ambaye anaweza kumsaidia na kumfikisha mahala, lakini kuna mtu alitumbukiza fitina, na ile fitina ikasababisha yule mtu kuondokana na yule mtu, na urafiki wakawa umevunjika, watu wakaseparate. Kwa ufupi, urafiki, udugu, mapato, mahusiano, vyote vinaweza kuvunjwa na fitina. Kwa hiyo fitina ni mbaya, na ndio maana Mtume sasama akasema fitina ni mbaya kuliko uuaji. Yani muuaji ni bora kuliko mtu fitina. Yani mtu muuaji ni bora kuliko mtu fitina. Kwa nini? Fitina anaweza kuleta maangamizi makubwa kwa kufitini watu. Muuaji anaweza kumuua mtu mmoja akahukumiwa naye akauawa. Mfitini anayemzuia mtu kazi, anazuia mshahara ambao utalisha mtoto, utalisha baba, utalisha mama, utalisha mke, utalisha familia. Ndio maana ikawa mtu fitina ni adui na mbaya zaidi kuliko muuaji, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unatakiwa kujua mambo manne makuu yanayosababisha hayo. La pili, uchawi. Ziko familia wachawi. Hata wewe unayenitazama, kuna familia kwenu wachawi. Yani nyie mnaweza kuwa ukoo wenu wote na wewe amuinuki, kwa sababu kwenu wachawi wengi. Inawezekana wachawi wa kijiji, inawezekana wachawi wa wilaya, inawezekana wachawi wa ukoo, inawezekana wachawi wa kabila, inawezekana uchawi wa familia, nyumba unaoishi kuna ndugu zenu wachawi. Na kwa uchawi mnajikuta hamfanikiwi. Kuna mijitu kazi yao kuroga mafanikio ya wenzao tu. Kuna watu wameprocess mpaka dokumenti na mipango ya kwenda nje. Ana miaka 6-7 yuko kambi ya wakimbizi. Ana miaka 20-30 yuko kambi ya wakimbizi. Mwingine anatoka leo, anakuja jioni. Anakuja asubuhi, jioni dokumenti, baada ya mwezi huyo kaondoka kaenda kutafuta maisha Ulaya. Wewe uko pale pale kila siku, kalenda, interview zote ushamaliza, hujaondoka. Ulikuja na miaka 18 kwenye kambi ya wakimbizi, sasa hizi una miaka 80. Unakusubiri kufa uzikwe. Nini shida? Uchawi. Uchawi ni kitu kibaya sana. Uchawi, watu wengi wanateseka na uchawi. Kuna watu wameharibiwa uchawi wakauliwa watoto. Kuna watu wameharibiwa uchawi wakaharibiwa biashara. Kuna watu wameingiziwa uchawi wakavunjiwa ndoa zao. Kuna watu wameingiziwa uchawi biashara zikaporomoka. Kwa hiyo uchawi ni kitu kibaya, na baya zaidi mpaka unaharibikiwa. Kujua uharibifu wa uchawi ili kuondoa uchawi, hicho ni kipengele kingine. Unaweza kufuta uchawi, kumbe hasadi ndio imeingia. Kwa kitu cha pili ni uchawi. Jambo la tatu linalozuia mafanikio kwa ujumla wake ni majini wachafu. Majini wabaya, ima wa kutumwa, hasa wale majini mahaba na majini waliotumwa kwenye miili ya watu kwenda kuharibia watu maisha. Kuna watu leo na majini wametumwa, ushamaliza waganga wote. Mtu ameshakwenda kwa Kalimanzira, ameondoka amekwenda sio mlima wa Kolero, sio amekwenda wapi, kajitahidi wewe, lakini hakuna alichofanikiwa. Yani kila mganga kamaliza, kila shekhe wa dua kamaliza, vilinge vya kusomewa Qur'ani kavimaliza, makanisa ya maombezi kayamaliza, dua za wazee kazimaliza, lakini hajafanikiwa. Kumbe sababu ya msingi, ana majini wa kutumwa. Tena walitumwa kwa sababu alikuwa na jirani yake, alikuwa na ndugu yake, alikuwa na mwalimu wake, alikuwa na ndugu yake. Yule jini ametumwa katika maisha yake kumharibia maisha tu, Basi kila anachokifanya
kama choo cha mtu aliyevimbiwa. Ile harufu yake mdomoni unaisikia, huku kwenye haja kubwa kama kawa, ukikaa mahala kama umeua watu, yani hali ni mbaya. Unakuta unanuka kila jambo, wewe kwako unanuka tu. Nini sababu? Kuna watu wameshakupiga uchawi au wamekupiga sheitani wa kijini, ametumwa kwako akutie nuksi na mikosi. Unadharaulika wewe, huheshimiki, watu hawakuthamini. Ukisema neno kama umetukana watu, yani wewe unaweza kuwa na nuksi, inafika mahala hata kimeitishwa kikao cha familia, watu wote wanachangia, wewe ndo huna cha kuchangia, maskini ya Mungu. Mwisho watu wanaanza kusema, sasa nani atatufanyia maombi? Kama ni Wakristo asema, nani atafunga kikao kwa maombi? Watu wanasema John afanye kikao. Mwingine anasema John tangu lini jamani aliwahi kufanya maombi? Yani wewe unaonekana kimavi, mpaka inafikia mara maombi ya familia pia yanaonekana ukiomba yaendi. Sio uko hivyo? Wewe ndugu yako hayuko hivyo, babako ndugu yako hayuko hivyo, mko hivyo wote, wengi mko hivyo. Sasa ukijiona umepigwa hii hali kwamba una nuksi, mpaka dua ya kufungia shughuli pia hupewi, yani watu michango huna kitu, basi na dua maombi nayo uona shida. Nataka nikuambie kwa dhati ya moyo, ukipigwa jini wa kukuchafua, kila unachofanya kitachafuka. Chunga sana maisha haya. Jitahidi kuwa mtu wa kujitafakari na kujitathmini. Wewe hukuzaliwa hivyo. Wewe ulizaliwa mtu mzuri, watu walikuthamini. Kama ungekuwa hiyo nyota ulionayo leo, hata maombi ya familia uruhusiwi, unaonekana hayasikilizwi. Siku unaozaliwa hakuna mtu angekuletea nepi wewe, hakuna mtu angekuletea mavazi wewe, hakuna mtu angekushangilia kuzaliwa kwako. Lakini yanatokea kwa sababu umefungwa, kuna jini mchafu katumwa. Jambo la 4 linalozuia mafanikio yako ni hasadi. Hasadi au husuda. Hasadi kitu kibaya sana hicho. Hasadi. Mtume sasa anasema, la umma wangu usingetanguliwa na kadari, basi hasadi ingekuwa ndo kitu cha kwanza cha kuuangamiza umma wangu. Watu wengi wangekufa, watu wengi wangeachwa, mambo mengi yangeharibika kwa sababu ya hasadi. Hasadi ni kitu kibaya sana. Na baya hasadi inaweza kukupata hata kama hujakadiria. Yani hujapanga kumfanyia mtu hasadi. Jimwili lako tu Mungu kaliumba la kichawi chawi. Yani wewe umeumbwa na udongo wa uchawi. Yani wewe hata ukiangalia meza ya mtu inaharibika. Kioo pia ukikiangalia kinavunjika ulivyo mchawi. Yani hayo macho yako yamekuwa uchawi, ukimwangalia mtoto wa mtu anaumwa. Ukiangalia ugali wa mtu unachacha kwa ulivyo mchawi. Yani kuna watu wana uchawi mbaya sana. Hata kiangalia ugali wa mtu unachacha. Sasa nataka nikwambie, hasadi ni kitu kibaya sana. Na watu wengi wamesumbuliwa na hasadi. Na watu wengi katika maisha yao wameharibika kwa sababu ya hasadi. Na baya zaidi, hasadi anaweza kukufanyia babako bila ya kutaka. Anaweza kukufanyia ndugu yako bila ya kutaka. Anaweza kufanyia mama yako bila ya kutaka. Anaweza kufanyia mkeo, mwanao, mtoto wako au mumeo au rafiki yako bila ya kutaka. Kwa sababu kuna watu wameumbwa na udongo wa hasadi. Na jambo la 4 na la mwisho katika haya, la 5 na la mwisho katika haya yanayozuia mafanikio, dalili za mafanikio zisikufike katika yale mambo 4 usipate mafanikio, ni kuwa na mizimu mibaya. Nisikilize kipande hiki na ndo nitamalizia maudhui yangu. Kuwa na mizimu mibaya. Mizimu mibaya ni hatari, mizimu mibaya ni dangerous. Ukiwa na mizimu mibaya, tarajia kutokufanikiwa. Kila kitu kitakwenda kombo. Mizimu mibaya ina madhara mengi sana sana sana. Mizimu mibaya inaweza kufanya ukoo wote mkawa maskini. Mizimu mibaya inaweza kufanya familia nzima hakuna anayeoa, kila mtu anaishi bado nipo kwanza. Mizimu mibaya inaweza kukufanya katika maisha yako kila unachojaribu hakiendi, familia nzima hamfanikiwi. Mizimu mibaya inaweza kufanya inaleta maradhi ya familia, kila mtu anaumwa ugonjwa, baba alikufa kisukari, mama kansa, baba mkubwa alikufa na tezi dume, baba mdogo alikufa. Yani nyinyi magonjwa hovyo hovyo tu yanakuondoeni. Mizimu mibaya inaweza kufanya ukoo mzima mkao wazimu. Yani katika familia moja, ukoo mmoja mna watu wendazimu 6, 5, 4, wote wameugua wazimu, kumbe mizimu mibaya. Mizimu mibaya ina madhara mengi katika mwili. Na mizimu mibaya ni tofauti na majini wa kawaida. Kumtibu mzimu mbaya ni kazi ngumu kuliko kumtibu jini wa kawaida. Kwa sababu mzimu mbaya kwanza hamjui Mungu.
Ukiwa na mzimu usijidanganye, utakwenda kwenye kisomo cha dua cha mtu wa rukia akusomee, eti kwa kisomo mzimu umeuchomoa. Haitokei ngono, haitokei. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hujui dini mzimu mbaya, ndo kanuni yake. Yani mzimu mbaya ukisomewa unalala. Mzimu mbaya ukiona kero ukisomewa unakuacha pale, unakaa njia panda. Ukimaliza dua ukifika unakukumba, twende mshikaji, unakushika mkono, huyo mnarudi nyumbani. Yani utakuona vituo vya rukia wewe na wewe. Utakula dawa za kienyeji mpaka ikiwekwa tu mbele unajua huu Mjafari. Ikiwekwa mbele unajua hii mtope, huu mavi. Yani dawa zote unazijua wewe kwa sababu umekula dawa mpaka mwisho. Lakini sababu ni mzimu mbaya. Brother, mzimu mbaya ni hatari. Watu wengi wanateseka na mzimu mbaya. Na katika tiba, mtu kiona anaweza kutibu mzimu mbaya na kuondoa, huyo ni daktari na anajua tiba. Sasa ni kuombe, ukiona dalili hizi ujue wewe una mizimu mibaya. Wewe ambaye unatabika na ndoa, wewe ambaye unatabika na biashara, wewe ambaye unatabika na mapenzi, wewe ambaye unatabika na afya, ukijiona una dalili hizi, basi jua wewe una mzimu mbaya. Ukijiona una dalili hizi, wewe jua una mzimu mbaya. Huo mzimu unatakiwa uondolewe, utenganishwe nao. Huo mzimu unatakiwa tukutenganishe nao. Manake wewe usibaki na huo mzimu mbaya, kwa sababu huo utakuletea madhara katika maisha yako. Dalili ya kwanza ya kuwa una mzimu mbaya, kuota ndoto mbaya. Kuna watu wao watagi ndoto nzuri. Kila anayeota ndoto ni mbaya. Mara kaota analia, mara kaota anakimbizwa na viumbe wana meno makubwa kama ngiri, mara anaota sijui watu wanamkamata wanataka kumuingilia kinyume cha maumbile, mara anaota ndoto sijui akatumbukia shimoni anataka kufa, mara sijui kaota anateleza anataka kuanguka, mara sijui kaota dude gani. Yani wewe ndoto zako ni mbaya. Ukijiona unaota ndoto mbaya mara kwa mara, hiyo ni dalili kwamba una mzimu mbaya. Dalili ya pili ni kuota umekabwa usingizini. Hii ni dalili ya kuwa wewe una mzimu mbaya. Yani umelala usingizi, kuna mtu kaja kakukaba, kakushika koo, unajitahidi kusema huwezi, unatikisa miguu haieleweki, unajaribu kunyanyua mkono hujimudu, yani mpaka pumzi zinashika, unakaribia kufa, ndo unatoka pale hoi, umetoka pale unapumua, moyo unakwenda mbio kama sekunde mbovu ya saa katika saa za orithi ya zamani. Ukijiona una dalili hiyo, jua wewe una mzimu mbaya, kwa sababu kuota unakabwa au unazibwa pua usingizini ni dalili ya mzimu mbaya. Dalili nyingine ya tatu ni kuota upo na watu waliokufa mara kwa mara. Kuota uko na watu waliokufa mara kwa mara. Leo uko na wafu makaburini wamefufuka na wewe uko nao, mara uko na wajomba zako waliokufa, mara uko na shangazi yako aliyekufa, mara uko na mababu, mara uko na watu hawana vichwa, mara unakutana na watu wamekatika macho. Hivyo, yani kuota ndoto za hovyo na kuota watu waliokufa mara kwa mara, hiyo ni dalili ya kwamba wewe una mizimu. Dalili ya nne ni ukiwa umekaa ima ndani au nje au unatembea, kuhisi wewe mko wawili, yani sio peke yako, yani unajisi kama uko na mtu mwingine. Ukilala unaona nyuma yako kama kuna mtu kalala mgongoni, mara unahisi kama kakukumbatia, ukishtuka hamna kitu. Ukikaa mara unaona kama pembeni kuna mtu mwingine, yani wewe sura umekaa hapa afu kuna sura mwingine pembeni. Au unaweza ukakaa ukahisi kama kuna mtu kapita hapo, unasikia nyayo chwa. Ukiangalia vizuri hakuna nyayo. Yani ile hali ya kuhisi kama kuna mtu karibu yako, au kuna mtu mwingine ni ghairi ya wewe, au mko wawili, kuna kiumbe mwingine, kuna wewe na kiumbe mwingine. Na watu wengine huwa wanafikia mahala wanaota, anaota yuko macho, alafu lakini anajiona kalala. Yeye yuko macho kakaa pembeni, alafu anajiona mbele kalala. Alafu mle ndani ya usingizi, mle ndani ya yule aliyelala, kuna mtu mwingine anatoka. Kwa hiyo anakuwa yeye, yule aliyelala na huyu watatu anayetoka, wote watatu wanakuwa mmoja. Wewe ni dalili ya mizimu, na wewe una hatari katika matibabu, una hatari katika maisha, unahitaji matibabu ya kina.
Kwa hiyo kujiona kama upo na mtu mwingine karibu yako, hiyo ni dalili kwamba wewe ni miongoni mwa watu wenye mizimu mibaya. Dalili nyingine ni kusikia sauti ya mtu, ni kusikia sauti au mtu anatembea ndani ya nyumba yako. Dalili nyingine ni kusikia sauti, watu wanazungumza. Unaweza kukaa ukasikia watu wanazungumza, ama unasikia kama mtu akuita, "Jamali." Tena kama huna break unasikia, "Naam." Baada wewe unaitikana, "Nimeona kama nimesikia kama Rama kaniita." Yaani unasikia sauti kama kuna mtu kakuita, tena sauti ya mtu unayemjua. Au kakaa ukasikia mtu anatembea, umelala unasikia nyayo kabisa zinatembea, au vishindo watu wanakimbizana ndani. Hii ni dalili kwamba wewe unaweza kuwa una mizimu mibaya na unahitaji msaada zaidi. Dalili nyingine ni vitu kuhama ndani. Yaani nyumbani kwako, umefika nyumbani, ulikuwa na pochi yako, umeitoa wallet au pochi umeweka kitandani, umetoka kwenye kuzunguka, labda uko nje umeenda kufanya kitu fulani, ukirudi pochi liko kwenye meza. Yaani hatari alitoa kitandani hajulikani. Au kuna pesa umeweka mezani, ukirudi iko uvunguni, aliyeitoa pale kuipeleka uvunguni haijulikani. Huku washafeni, hakuna upepo, pesa zimeondoka. Au uliweka pesa kabatini, au uliweka dhahabu kabatini. Tafuta unavyotafuta pale eneo uliweka huone. Kesho kutwa unakuja kuiona iko kwenye mtungi chini. Yaani unajiuliza kule alitoa nani akaweka kwenye mtungi? Lakini nataka nikwambie hiyo ni dalili ya kwamba wewe una viumbe wachafu katika mwili wako. Ukiona vitu vinahama vyenyewe ndani na havina miguu, hiyo ni dalili ya kwamba wewe una mizimu mibaya. Dalili ya 7 ni kupotea vitu ndani bila ya sababu. Yaani umeweka ndani, vinapotea na havionekani tena. Yaani fanya utakavyofanya, ngono huvioni. Kama umepoteza dhahabu, ilikuwa pete, ilikuwa cheni, ilikuwa hereni, huioni yote na mpaka kiyama. Kama zilikuwa pesa, umeweka labda 50,000, 60, mara unakwenda ukuta 20,000 haipo, wewe ulifunga, hakuna mtu anajua, hajakwapua mtu, huioni hiyo 20,000 mpaka mwisho. Una mizimu mibaya. Hiyo ni dalili ya kuona mizimu mibaya na unahitaji msaada sana. Na wallahi ukijipotezea muda utakwenda kuwa na maisha magumu zaidi kuliko wakati wowote. Kwa kupoteza vitu bila sababu na vikapotea kizembezembe kienyeji, hiyo ni dalili mbaya. Dalili ya 8 ni maumivu ya kichwa ya mara kwa mara. Watu wenye mizimu sana huwa wanaumwa kichwa, na mara nyingi huwa ni kichwa cha mbele. Narudia tena hicho kipande. Watu wenye mizimu mara nyingi wanaumwa kichwa upande wa mbele. Na ni wengi kati yao wagonjwa wa meno na macho. Wengi watu wenye mizimu ni wagonjwa wa meno na macho. Wengi katika wenye mizimu ni wagonjwa wa meno na macho, na mara nyingi anaumwa kichwa mbele, na baadhi yao hupata hata kutoka damu puani bila ya sababu za msingi. Mishipa ina rupture ya veins, inatoa damu kwa sababu ya maumivu ya kichwa ya mara kwa mara. Hiyo ni dalili kwamba wewe utakuwa una mizimu mibaya. Dalili ya 9 ni kuota vibanda vya asili, au umeshikilia mkuki, au umeshikilia upinde, au umekaa kwenye kigoda, au umevaa shanga. Yaani vile vitu vya asili ukaviona unavyo, umevivaa au umevishika au unaviona. Ukiona dalili hizi zinatokea mara kwa mara, basi wewe jua una mizimu katika maisha yako, na huenda ikawa ni miongoni mwa mizimu mibaya. Na wakati mwingine unaweza kujihisi hata unaona umevaa mavazi meusi. Dalili ya 10 ni kukosa usingizi. Dalili ya 10 ni kukosa usingizi. Mtu mwenye mizimu hawezi kulala. Na kama majini tu, ni watu wasiopenda kulala. Watu wenye mizimu hawapendi kulala. Kwa hiyo dalili nyingine ni kukosa usingizi. Mara nyingi mtu mwenye mizimu hawezi kulala. Usingizi wake unakuwa mang'amng'am. Analala anashtuka, analala anashtuka na kadhalika. Dalili ya 11 ni mikosi kukuandama mfululizo au mara kwa mara. Mtu mwenye mizimu mara nyingi anakuwa na mikosi sana. Yaani yeye mambo yake kuharibika ndio maisha yake. Anakumbwa na mikosi mara kwa mara. Kila muda yeye ni mtu wa mikosi. Kila anachojaribu, hapa kanusulika na ajali,
hapa kanusurika kugongwa na nyoka, hapa kaharibikiwa na hela, hapa kachomekewa moto nyumba, hapa kafukuzwa kazi, hapa kafukuzwa kwenye frame ya biashara yake, hapa wamekuja mama mgambo wa jiji wamemwaga chakula chake, mama ntilie wamevunja na masifuria wamempelekea kumdai. Ukiwa na mikosi unaweza kujikuta unatoka nyumbani huna 100, unapaki long parking na gari inapigwa jeki inapelekwa ndani, unapanda bajaji au pikipiki kurudi nyumbani. Dalili ya mikosi. Ukijiona unapata mikosi mara kwa mara, hiyo ni dalili kwamba wewe una jini mchafu. Amini, mizimu michafu. Mizimu michafu ambayo ikiendelea kukaa na kudumu katika maisha yako itafanya maisha yako yote kwa ujumla kuwa mabaya. Mpenzi mtazamaji, kama wewe ni miongoni mwa wanaosumbuliwa na haya, njia ya kufanya ni kutafuta solution ya matibabu mapema, ni kuondoa changamoto za matatizo haya mapema. Na ikikupendeza kupata huduma kutoka kwangu ninayezungumza maneno haya, unaweza kunipigia simu kwa namba zifuatazo: 0748 na kumbuka namba hii ndio tutakayoitumia baada ya muda mfupi tu, kwa dakika zisizozidi 5 hivi mbele tutaanza kusikiliza simu. 0748 namba hii ukipiga itakufanya uwasiliana na mimi moja kwa moja na utapata fursa ya kupata maelezo zaidi. Lakini pia sio hilo tu. Kama wewe ni uko nje ya nchi ya Tanzania, utachofanya utaanza na alama ya kujumlisha 255 alafu utapiga 748 au kama unataka kuja kwenye kipindi hiki moja kwa moja na wewe uchangie, utatuma voice fupi, kwa sababu WhatsApp namba hii inapatikana. Utataja jina lako, ikikupendeza mahali unapoishi kama haikusumbui, kisha utaeleza voice fupi isiyozidi dakika 1 ili tupate maelezo ya kina, nasi tutaisikiza hapa na tutakujibu kama nawe ni miongoni mwa wanaopata changamoto katika maisha yao. Dalili ya 12 ni kuharibikiwa na uchumi. Dalili ya 12 ni kuharibikiwa na uchumi. Mtu mwenye mizimu mibaya katika mwili wake, kila analojaribu katika uchumi lazima litaharibika. Na baya zaidi, ukiwa na mizimu mibaya imekushika ya kukuharibia maisha, sio tu biashara yako, hata ukiwakuta watu au mtu ana biashara yake akajoini na wewe, na hapo anaenda kuporomoka. Sio hiyo tu, hata ukishauri jambo la biashara watu wakifanya wanakwenda, kwa sababu wewe unakuwa na nuksi za mwaka zilizokaa katika maisha yako. Kwa hiyo dalili ya 12 ni kuharibikiwa na maisha. Dalili ya 13, kuchukiwa na watu bila ya sababu. Watu wenye mizimu mibaya hujikuta tu wanachukiwa na watu sana, hawapendwi sana, ni watu wanaishi maisha ya kutengwa, maisha ya kudharaulika, maisha sio ya kuthaminika. Maisha yao mara nyingi yanakuwa sio maisha salama. Dalili ya 14 ni kupata magonjwa yasiyotibika au yanayojirudia. Dalili ya 14 ni kupata magonjwa yasiyo na dawa. Watu wote wakienda hospitali wanapona, lakini wewe dawa yako huna. Kila unachoumwa hakinaga dawa. Mpaka watu wanakata tamaa, tena kwa kuumwa kazi. Yaani kila siku anaumwa yeye tu. Manake wewe una mizimu michafu. Au magonjwa badilika. Unamaliza waganga na hospitali. Dawa zile za waganga na za hospitali zinaponesha wenzako, wewe kwako dawa hizo hazina faida yote. Kila unachojaribu kinaharibika, kwa sababu wewe umekumbwa na mizimu mibaya katika maisha yako. Dalili ya 15 ni kuwa na hasira mara kwa mara. Hasira ni maumbile ya binadamu, lakini hasira iliyokithiri, iliyopitiliza ni hasira inayoashiria kwamba wewe una viumbe vibaya, majini katika mizimu katika maisha yako. Kwa hiyo dalili ya 15 ni kuwa na hasira mara kwa mara. Yaani una hasira kiasi ambacho unaulizwa swali zuri tu la kawaida, lakini majibu yako mtu anakaa chini anajiuliza mara 10, kavuta bangi, kala unga, kachanganywa na mkewe. Mtu anaweza kupita kwa nia njema tu. Brother samani.
Kumbuka, ofisi zetu za Dar es Salaam ziko wazi muda wote. Kwa wenye changamoto mbalimbali, tafadhali fika tukuhudumie. Tupo Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Linapokuja swala la afya yako, Islah Islamic Dua Center ndio kimbilio lako. Huduma bora ni jukumu letu. Nyote mnakaribishwa. Njia hii inaweza kutokea hapo kwa Alimaua. Nasema kwani mimi ni korokoroni? Kazi yangu mimi kuonyesha watu njia. Yani unajibu swali, yani majibu na swali hata havifanani. Kwani fulani alipita hapa? Samani brother, fulani alipita hapa. Kwani uliniweka mlinzi wa kuangalia watu mimi hapa barabarani? Si mjibu tu hajapita, hujamuona, humjui. Majibu ya ovyo ya nini? Inafikia mahala mkeo anakuuliza kitu kizuri tu ndani, lakini majibu yako unayomjibu mpaka anajuta kwa nini ulimuoa. Inawezekana unaulizwa jambo dogo tu na mumeo ndani, lakini majibu anayoyapata 50 kidogo. Ameuliza tu mboga ndo hii tu. Hayo majibu yanayokuja, utaka nimpikie na mamako mzazi? Kwani mliwahi kula nyama? Kuna anaye dada zako anajua kupika kama mimi? Yani majibu ya hovyo yana mizimu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watu waliosibiwa na mizimu mibaya mara nyingi huwa ni wenye hasira sana mara nyingi. Dalili ya 16 ni kuchukia kazi au shughuli yoyote inayokuwezesha kupata kipato. Na hii inaweza kufika mara mtu akaacha kazi mwenyewe. Yani mtu ana kazi nzuri, ana mshahara mzuri, siku tu kaamka asubuhi anaenda na resign kazi. Mimi sitaki kazi. Andika barua, anaacha kazi. Abembelezwe atakavyobembelezwa, nishasema sitaki kazi. Kaacha kazi katika maisha haya. Kuishi bila kazi, kupata kazi, kufanya kazi, kudumu na kazi, ye kaenda kuacha kazi. Mwisho wake anaishi maisha huku hana kazi, maisha kwake yanakuwa kazi. Sasa hii ndio Mungu alivyopanga, kwamba ukipatwa mizimu hii mibaya, mara nyingi wewe unaweza kuacha kazi mwenyewe. Unaweza kuwa na mizimu mibaya, ukalima shamba likafika hatua ya mavuno kabisa, hatua ya mavuno. Wallahi huvuni. Yani karibu na mavuno, wewe ndio unaenda kuacha majani yakae mpaka mazao yenyewe yanaharibika. Hiyo ni dalili kwamba wewe una mizimu mibaya. Dalili ya 17, kukata tamaa ya kuishi na kuhisi au kuamua kujiua. Dalili ya 17 ni kukata tamaa ya kuishi na kutamani kujiua. Yani unafika masa, hivi mimi nina faida gani? Yani kwa lugha nyingine, mtu mwenye mizimu anajiona kama kuwepo kwake duniani hana lengo la kuwekwa kwake. Yani Mungu kamleta lakini hana sababu ya kuletwa. Na anajiona yupo lakini haoni faida ya kuwepo kwake. Yani anahisi bora asingezaliwa. Miongoni mwao ndo anasema bora ningezaliwa paka Ulaya. Yani yeye bora angekuwa paka Ulaya. Manake yeye ana akili ya kuona hana lengo la kuumbwa na kuwepo kwake duniani. Mizimu mibaya ni kitu kibaya na kinaweza kumfanya mtu akakata tamaa ya kuishi na wakati mwingine akatamani kujiua. Dalili ya 18 ni kupoteza watu au vitu vyenye thamani. Mtu ambaye ana mizimu mibaya, kila kitu chenye thamani yeye huwa kinamkimbia. Unaweza ukawa una biashara nzuri, utaiacha, ukaenda kuanzisha nyingine. Unaweza kuwa na kazi nzuri, ukaiacha, ukaenda kufanya jambo jingine. Unaweza kuwa na mke wa thamani, ukamwacha, ukaenda kuoa mwingine. Unaweza kuwa na rafiki wa thamani, ukatengana naye, ukatafuta mwingine. Unaweza kuwa na ndugu wa thamani, ukagombana naye, ukatafuta marafiki wengine wa hovyo. Yani wewe maisha yako, vitu vya thamani na watu wa thamani hawadumu na wewe. Hata wakuweke karibu vipi, litatokea la kutokea, kila mtu ataseparate. Alafu najiuliza, sasa mimi mbona watu wa muhimu wote wanaondoka? Yani wewe maisha yako, huna polisi ukikamatwa, huna rafiki polisi ukikamatwa, hujui utasaidiwaje? Huna hakimu ukienda jela, hujui unasaidiwaje? Huna mfanyabiashara ukikwama, hujui pa kukopa. Yani kila jambo wewe kwako haliwezekani. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekaa una mizimu mibaya. Lakini dalili ya 19 ya watu wenye mizimu ni familia nzima kutokuwa na mwelekeo katika maisha. Ukitaka kujua nyinyi mnasumbuliwa na mizimu, angalia familia yenu. Wangapi wanafanikiwa, wangapi wanaishi maisha ya dhiki. Anaweza kuwa mko 10, wote pangu pakavu tia mchuzi,
wanaishi maisha ya kubangaiza. Yuko mmoja tu anapata kazi ya kubeba mitumba Kariakoo, mizigo ya watu muda wote, utafikiri cleaner la kubebea mizigo. Hapo sasa ndo ukoo mzima unakutegemea wewe. Wewe mwenyewe maisha magumu, lakini ukoo mzima unakutegemea wewe. Mpenzi mtazamaji, hizi ni dalili za mtu aliye na mizimu mibaya zinazozuia dalili ya mafanikio pamoja na mafanikio. Na ili kuondoa, unahitaji tiba ya uhakika ya kuondoa matatizo haya. Unahitaji mtu sahihi wa kuondoa matatizo haya. Kumbuka, tiba za mizimu mara nyingi hazimalizwi kwa njia nyepesi, bali kwa njia ngumu. Mpenzi mtazamaji, ikiwa unatamani kuwasiliana nami, kabla hatujaingia kwenye tangazo na kuruhusu namba za simu ili watu wapate kupiga simu na kuuliza wanayoyakusudia leo, namba yetu ya simu ni 0748 800 400, 0748 800 400. Hiyo ndio namba ya kupiga. WhatsApp utaanza na 255 alama kujumlisha 255. Naomba tafadhali tumia nafasi ya kutuma voice ili tuisikilize voice yako na tuifanyie kazi. Mpenzi mtazamaji, baada ya maelezo haya, si vibaya tukapata matangazo ya wadhamini, kisha nikarudi hapa kupokea simu. Karibu tena. Kumbuka, ofisi zetu za Dar es Salaam ziko wazi muda wote. Kwa wenye changamoto mbalimbali, tafadhali fika tukuhudumie. Tupo Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Linapokuja swala la afya yako, Islah Islamic Dua Center ndio kimbilio lako. Huduma bora ni jukumu letu. Nyote mnakaribishwa.